enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah anatuambia kwamba siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowahutubia watu katika hijjatul wada aliteremka aya hii kwamba leo tumekamilisheni dini yenu na tumetimiliza neema zangu na nimetimiliza neema zangu kwenu nyinyi na nimeridhia kuwa Uislamu ndio dini. Ibadallah, hiki kinatukumbusha nini? Miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala na miongoni mwa ukamilifu wa dini ya Uislamu ni neema ya Allah ya amani. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa neema zake ambazo ni kubwa sana kwa wanadamu ni kuwapa wao amani. Wal amn i'ta'u Allahu al-amn al-khalq. Allah amewapa viumbe wake amani na watu kwa ujumla amewapa amani. Innahu min ataya, hakika ni katika utoaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, utoaji ambao amewafadhilisha wanadamu hususa. Kwa sababu gani? Qala ar-Raghib anasema kutoa tafsiri ya maana ya amani, tuma'aninatun nafs ni kule kutulizana kwa nafsi, wa zawalul khawf na kuondoka kwa hofu. Nafsi ya mtu ikitulizana na hofu ikaondoka, hii ndio amani. Na sisi sote tukiona nafsi zetu zimetulizana, hatuna hofu ndani ya nyoyo zetu, tujue tuna amani. Na hii amani ni daruratu min daruriyati al-Islam, ni katika mambo ya lazima ya Uislamu ambao yamehimiza sana. Jala Allahu fi hayati an-nas min hajatihim, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hii amani katika maisha ya watu ni haja sana, wanahitajia sana amani. La yastaghnuna anha, watu hawatosheki na amani. Hii amani watu hawatosheki nayo. Hakuna hata siku moja watu watasema sisi tumetosheka amani na sasa hivi tuanze kuleta vurugu. La wallah, bali watu siku zote wanahitajia amani sana. Wallati yaftaqiruna ilayha kaftiqari ala at-ta'ami wash-sharab wan-nawm, na wanahitajia hii amani kama wanavyohitajia kula, kunywa na kulala. Sisi sote tunajua watu wanahitajia kula, watu wanahitajia kunywa, watu wanahitajia kulala. Basi hii amani ni ashad, ni zaidi ya unavyohitajia kula na kunywa. Ibadallah, basi hii amani falihadha ma'ashara almuslimin hadhihi an-ni'mah al-'azimah al-wasi'ah, hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa. Innana bihajatin ila ma'rifati min asbabi dawamiha wa baqaiha, na sisi tuna haja ya kujua jinsi ya kuidumisha amani na kuibakisha amani katika jamii yetu. Ibadallah, faqad a'ata Allahu al-aman li'ibadihi wa tafaddala bihi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake amani na akaifadhilisha kwa wao hii amani. Amanan fi dunya wa amanan fil akhirah, amani hapa duniani na amani kesho akhirah. Na huku ndo fadhila za Allah, ndo neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Amani katika hii dunia na kesho akhirah amani. Ala wa inna fi majalis, hakika katika kikazi hizi, fi majalisi hadhihi hiya fi bayani anwa'i al-amani wa asbabihi fi hadhihi ad-dunya, tutabainisha miongoni mwa aina za amani na sababu za kubakia amani katika huu ulimwengu ambao tuliokuwa nao. Wakadhalika aidha asbabi fil akhirah, sababu za akhirah, kubakia na amani akhirah, bimaana uwe na amani. Na tumeshasema amani tuma'aninatun nafs wa zawalul khawf, kutulizana kwa nafsi na kuondoka kwa hofu. Tuwe na amani katika huu ulimwengu na kesho akhirah tuendelee kuwa na amani mbele ya Allah. Wa in kana dhikrul akthar al-amanu fi dunya, bal katika amani ya hii dunia tutataja sana kwa sababu ndio kitu tulichokilenga. Insha Allah idha yassara
pindi tutakapopata wepesi tutaandaa sanakunu indana almuhadhara, tutakuwa na muhadhara ambao tutazungumzia amani fil akhirah. Walakin leo tutazungumzia amani fi hadhihi dunya, amani katika dunia yetu hii. Maashara almu'minin, innal amana kama sami'tum, hakika ya amani kama mlivyosikia, daruratun min daruriyati, ni mambo ya lazima katika yale ya lazima katika dini yetu ya Uislamu. Walihadha aujabahu Allah, kwa sababu hili kwamba ni jambo la lazima watu kuilinda amani, Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha waja wake. Fajami'ul mukallafina mutalabuna shar'a, wote ambao ni mukallaf, watu ambao wametezwa nguvu na sheria, wanatakikana wote wailinde amani. Ayakuma biasbabi hifdhil aman, wasimame na sababu za kuhifadhi amani. Wadawamihi wa baqaihi wastikmalihi fi awsatihim, na kudumisha amani na kuibakisha amani katika miji yao, na siwe wakaja wakaanza kuiharibu amani. Ibadallah, falhakimun واجب عليه ذلك، والمحكوم واجب عليه ذلك، والعالم واجب عليه ذلك، والجاهل والنساء والرجال والأولاد. wote hawa inabidi wajue jinsi ya kuitunza amani na kuihifadhi amani. Wale wenye kuhukumu, wale wanaohukumiwa, na wale ambao ni watoto, na wale ambao ni wanawake, na wale ambao ni wanaume, na wale ambao ni wajuzi, maulama, na wale ambao ni majahil, wale ambao hawajui kitu, ni juu yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulluhum yaftaqiruna ilayhim, wote hawa wanahitajia amani. Hakuna ambaye ametosheka na amani. Laysa hunaka ahadun yastaghni al-amn, hakuna yoyote ambaye anatosheka na amani. Bal iftiqar ilayhi ashaddu min al-iftiqar ila at-ta'ami wash-sharabi wan-nawm, bali tunavyohitajia amani ni kuliko tunavyohitajia kula, kunywa na kulala. Wa hadha khalilullah, huyu hapa kipenzi cha Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbuna fi kitabihi al-karim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Ibrahim aliposema, kumbuka aliposema Ibrahim, ewe Mola wangu, jalia mji huu kuwa ni mji wa amani, warzuq ahlahu min ath-thamarat, na waruzuku watu wake kutokamana na matunda na vyakula mbalimbali. Tuangalie Ibrahim alianza kuomba nini? Je, alianza kuomba riziki? La wallah, bal Ibrahim alayhi salatu wassalam alianza kuomba amani. Amani kwanza. Fa Ibrahim qaddama fi du'aihi yatlubu min Allah al-aman, alianza kumuomba Mola wake amani. Kabla yote alianza amani kwanza, kabla riziki. Limadha? Lianna biwujudi al-aman, kwa sababu amani itakapokuwepo, wujuda al-arzaq, kutakuwepo na riziki. Amani ikiwepo, kukiwa na utulivu, kutakuwepo riziki zitapatikana kwa urahisi. Ibadallah, wa biftiqadi al-aman tadhiqu al-arzaq, na pindi amani itakapokuwa haipo, riziki zinakuwa ni finyu sana. Ibadallah, wa tuftaqad wa tun'adam, na riziki zitakuwa hazipo kabisa. Hadha amrun makhsusun wa ma'lum, ili jambo ni maalum kabisa na linajulikana. Sisi wote tunajua nchi ambazo zimekosa amani nini wanachokutana nacho. Hakuna riziki ambayo inapatikana kirahisi, hakuna mambo hayaendi kijamii, na sisi zote tunaona wanapokuwa. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku sisi amani, basi tuilinde sana, na tuna haja na amani kama tulivyosema, kuliko kula, kunywa na kulala. Amani kwanza. Ibadallah, kadhalika aidha, na vile vile al-amanu ala qismain, amani zimegawanyika katika sehemu mbili. Kuhifadhi amani imegawanyika katika sehemu mbili. Asbabu ad-diniya, kuna sababu ya kidini, bimaana asbabu al-islamia, sababu ya Kiislam, wal asbabu dunyawiya, na kuna sababu za kidunia kwamba tunatumia dini kuilinda hii amani.
si kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba Uislamu unaleta machafuko. La wallah, bali sio kweli. Ni baadhi ya fikra za watu ambao wamekusudia kuchafua Uislamu, alafu wanasema wanajivisha mavazi ya Kiislamu, lakini si hivyo walivyo. La wallah, bali Uislamu unahimiza amani sana sana ibadallah. Na hii sababu ya kidini. Ama al-asbab ash-shar'iyya bihifdh al-aman, sababu ya kisheria ya kuhifadhi aman wa baqaihi, fa innaha hiya al-asl al-usul والركن الركين, ni asili katika asili za kulinda amani katika huu ulimwengu. Ni sababu ya watu kuwa Waislamu, watu kusilimu amri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni asili ya amani na ni nguzo katika nguzo za kuilinda amani katika jamii yetu. Watu tukiwa tumesilimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumemtii Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyotakikana. Wali annaha asbabu lidawami al-amn fi ad-dunya wal akhirah, kwa sababu Islam ndio sababu ya kudumu amani katika hii dunia na kesho akhira. Wewe ukiwa sio Muislamu, jua ya kwamba akhira huwezi kuwa na amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kuwa na amani. Kwa sababu gani? Umemkufuru Mola wako. Unawezekana ukawa na amani katika hii dunia, lakini inakuwa al-amnu naqis, ni amani pungufu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukakutana na adhabu zake. Wa amma al-asbabu dunyawiyya fa innaha tabi'ah, lakini hizi sababu za kidunia tunazoweka sisi kwamba tunaweka mipaka, tunaweka sheria zetu, hizi zinafuata sababu za kidini, sababu za Kiislamu. Amani ilindwe kwa kupitia Uislamu ibadallah. Wal anwa'i ad-dunya ash-shari'a ad-diniyya ash-shar'iyya wa mahkuma, na sababu za kidini za kisheria, yani maana za Kiislamu, wa mahkuma bi ahkamin asbabil amani ad-dunya, ni sababu ya kubakia amani katika hii dunia. Ibadallah, ikiwa watu wakitumia kulinda amani kwa sababu za kidunia, kharajat an hukmin wa an tabi'iyah, zitatoka katika hukumu ya kufuata Uislamu. Hawa wanakuwa na amani katika hii dunia, lakini li asbabil aman ash-shar'iyya kanat nafi'an fi dunya naf'un naqisa. Mkifanya hivyo mtakuwa na manufaa yaliyokuwa ni mapungufu, bimaana ambaye haijatimia. Kwa sababu gani? Mtu inabidi awe na amani katika huu ulimwengu, amani moyo wake utulizane, na kesho akhira pia awe na amani mbele ya Mola wake, bimaana aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ashara almuslimin, في مجالسي هذا سأذكر ما يتأثر لي من أنواع حفظ الأمان. انت تاجه katika aina za kuhifadhi amani ad-diniya, lakini ni aina za kuhifadhi amani kidini Kiislamu. Wahia naun kathiratun inda at-tafsil, ni aina nyingi sana. Tukisema tutaje moja moja, ni aina nyingi sana. La yaqdiru ala dhikruha, hakuna anayeweza kutaja zote hizi aina kulliha fi hadha almajal. Hatuwezi kutaja katika huu muda, wakati dhaik, muda ni mdogo, hatuwezi kuzitaja zote. Basi tutataja baadhi ya sababu ambazo zinatumika kidini katika Kiislamu kuhifadhi amani ibadallah. ولكن سأذكر ما تيسر من ذلك ونذكر ونبدأ بأهم ذلك وأعظم ذلك. tutaanza na ile ambayo ni muhimu sana ili amani iendelee kubakia. Kuna sababu ambayo ni muhimu sana kuliko zote ibadallah. Isma'u wa'u wantabihu ya banu qaumi, sikilizeni. Hii sababu ambayo ni kubwa sana ni ipi? Wala fiqhi fi hadha almajal, na watu wao wanaofahamu katika nyanja hii, watu waijue hii sababu ni ipi. Ma'ashara almu'minin, ja'ala Allahu al-aman, Allah amejalia hii aman, al-iman bihi wal-iman biliqa'ihi. Allah amejalia kuamini, kukutana na yeye. Allah amejalia imani, kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala ila akhirah. Huwa asasul amanul akbar, hii ndio sababu, ndio chanzo cha amani ambaye ni kubwa fi dunya wal akhirah. Hii ndio chanzo cha amani kubwa, al-amnul akbar. Hii ndio sababu ya amani kubwa katika hii dunia na kesho akhir, kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha ibadallah? Fal iman mustaqun min aman. Iman
imetoholewa, ili neno limetoholewa katika amani. Fa imanun billahi, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mushtaqun min al-aman, kama qala dhalika man qala min ahli al-lugha, kama walivyosema watu wa lugha rahimahumullah. Ibadallah, wa hakadha al-islam, hivyo Uislam ni sababu ya kubakia amani. Ja'alahu Allahu azza wa jalla aslul amani al-akbar, Allah amejalia asili ya amani kubwa. Na tukisema asili ya amani kubwa, bimaana mtu anakuwa na amani katika hii dunia na kesho akhira anakuwa na amani. Bimaana Uislamu umejaliwa kuwa ni chanzo kikubwa cha kuhifadhi amani, al-amnul akbar. Ibadallah, والدنيا والآخرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل. متوم alituma barua kwenda kwa Herakl, na hiyo barua ndani yake ilikuwa imeandikwa aslim taslim, silimu utasalimika, silimu utasalimika, bimaana yoyote aliyesilimu amesalimika. Ibadallah, ya'tika Allahu ajraka marratayn, Allah atakulipa ujira mara mbili. Alimwambia hivyo Herakl kwamba Allah atakulipa ujira mara mbili. Ujira fi hadhihi dunya, katika hii dunia Allah atakufadhilisha kwa sababu una ufalme, Allah atakufadhilisha wewe kuwa mfalme, na kesho akhira Allah atakufadhilisha. Ibadallah, lakini nini kilichotokea kwa Herakl? Herakl aliwaambia watu wake, liqaumihi, qala liqaumihi ya qaum hal lakum fi falahi ay fil fawzi warushd, je, mnataka kufaulu, kupata muongozo katika hii dunia? Je, mnataka huo kufaulu, alfawzu bil akhirah warushd fi dunya, kufaulu akhirah na kuongoka hapa duniani, bana kupata muongozo vizuri. Hal lakum ayyaduma lakum mulkukum, je, mnataka ufalme wenu uendelee kudumu nyinyi? Nini alisema Herakl? Basi inabidi mumwamini mtu huyu, anamaanisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini walipinga watu wake, na yeye akaungana nao kupinga Uislamu. Wa hurima al-islam, wakanyimwa kusilimu wao. Wa hurima qaumuhu falamma jaahum al-khawf wa dhahaba al-mulk, pindi ulipokuja hofu juu yao, bimaana Allah kaingiza hofu ndani ya nyoyo zao na ikaondoka ufalme, maana ufalme ukaisha. Wa hasala ma hasala min taghayyur al-ahwal, na yale yaliyotokea hali kubadilika. Ibadallah, aman awalan, isije katokea watu fulani wakaanza kufanya kuiharibu amani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. La wallah, inabidi watu wasikubali. Utashangaa miongoni wa Islam na wao wanaunga kitu hiki kwamba amani iondoke. La wallah, bal hao watu ni anani, hao watu ni wabinafsi, ni maselfish, ni mabinafsi hao, bimaana wanataka wao matamanio yao tu yatimie, hawataki kuangalia wakina nani wapo ndani. Wewe leo unaharibu amani, kuna wazee, kuna watoto, kuna wanawake, unahauangalia, unakuwa na ubinafsi wako, matamanio yako tu yatulie. Ibadallah, qala rabbuna fi kitabihi al-karim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, angalia sasa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi kitabihi al-karim, alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wale walioamini na hawakuichanganya. Walam yalbisu, ittafaqu al-mufassirun, walam yalbisu ay walam yukhlitu, hawakuchanganya imani yao, bidhulmin ay bishirkin, bimaana imani yao hawakuichanganya na shirki. Hii tunazungumzia nini? Bimaana kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwamini na kuitakasa dini yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachotokea, mtapata amani fi hadhihi dunya, katika dunia hii na kesho akhirah. Ndio kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ndio watakuwa na amani na hao ndio walioongoka. Ibadallah, qala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, kama maulama walivyokubaliana kwamba walam yalbisu wa lam yukhlitu bidhulmin, bimaana bishirkin, bimaana sisi tukichanganya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na shirki mbalimbali,
na dhalali mbalimbali na bid'a mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa amani ambayo tuko nao sisi tukichanganya dini ya Allah. Na nyinyi mnaona watu ambao wanachanganya dini yao na bid'a na shirki na shirkiyati, mnaona kinachotokea, wanakuwa ni madhalili wallah, ni madhalili, na wanakuwa na hofu, wanaogopa sana. Watu kama hawa huwa hawajiamini. Allah kashaweka. Kwa sababu gani? Wameharibu dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawatapata amani fi hadhihi dunya na kesho akhirah, kwa sababu sote tunajua shirki inabatilisha matendo yote yanabatilika yatakayoingiwa na shirki. Ibadallah, hadha famata qama al-iman al-khalis lillah al-khali min shawaib ash-shirk, pindi itakaposimama imani ya kisawa sawa ambayo imepukana na shubha mbalimbali za ushirikina wadhalal, fa huwa al-iman al-mahmud. Hii ndio imani ambayo yenye kusema vizuri, ndio imani ambayo inatakikana. Huwa imanu nafi' fi dunya wa ukhra, katika hii dunia na kesho akhirah. Naf'an 'amman wa khassa, naf' ya amma, tukisema naf'un 'amma fi hadhihi dunya, watapata wote ambao ni makafiri, waislam wote watapata amani, na kesho akhirah naf'un khassa, ni manfaa khassa kwa ajili ya waumini. Ibadallah, kama sayati bayanu hadha, tutabainisha jambo hili. Idhan fa asasul iman kama sami'tum, vyanzo vya iman kama mlivyosikia, wa min ususil iman wa anwa'ihi al-azima al-sharifa al-karima al-qiyam bi'ubudiyatillah, ni kusimama kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Kwa nini ibadallah? Qala rabbuna mukhatiban kuffar quraish, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwazungumzisha makafiri wa Quraysh, alladhina an'ama Allahu alayhim bil aman, ambao walineemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala aman, ma anna Allah lam yun'im bihi ala kathirin min al-khalqi fi dhalika al-waqt. Pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaneemesha wengi katika watu wakati huo amani, bali aliwaneemesha makafiri wa Quraysh amani wakati huo. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, basi wa maabudu mola wa nyumba hii, bi maana al-Kaaba, mola wa nyumba hii ambao amewalisha wao walipokuwa na njaa na aliwapa amani pindi walipoingiwa na hofu. Na sisi tunajua kwamba rihlatain, rihla fi shita wa rihla fi sayf, ilikuwa ni kipindi kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatumwa, ilikuwa ni kipindi hicho alianzisha Hashim, walipata amani watu hawa, Allah aliwapa amani, lakini Allah akawaambia basi wamwabudu mola wa nyumba hii, wenyewe wakakengeuka. Nini kilichotokea? Ibadallah, nastamir fa ubudiyatillahi wahda, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasu ad-din, na kumpokeshea Allah subhanahu wa ta'ala dini yake jalla sha'nuhu, hiya ra'sul aman, ndio kichwa cha amani, ndio msingi mkubwa wa amani. Wa yadhamanu fi najah, na ndio dhamana kumwabudu Allah na kumpokeshea Allah dini yake, ndio dhamana ya kufaulu, hususan fil akhirah, hasa akhirah utafaulu. Ikiwa unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala alafu ukawa hauna amani katika dunia hii, utafaulu akhirah. Ibadallah, kadhalik katika miongoni mwa sababu za kubakia amani kwetu sisi al-istighfar, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Ja'alahu Allahu azza wa jalla min asbabil aman, katika asbabu za kubakia amani. Sababu za mtu kupata amani ni kufanya istighfar, bimaana ukishafanya istighfar Allah subhanahu wa ta'ala atakupa amani. لماذا؟ قال ربنا في كتابه الكريم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuadhibu wao hali ya kuwa wao wanafanya istighfar. Ibadallah, kudumu na istighfar. Ukifanya istighfar wa kumpokeshea Allah ukweli ukufanya istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa aman. Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia maisha yako yatakuwa mazuri. Kwa sababu gani?
Nuh aliposema kuambia watu wake, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Angalia ibadallah, bimaana kwamba watu wakiwa wanafanya istighfar, ukweli wa kufanya istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa vitu hivi. Yeyote ambaye anataka mali afanye istighfar, ukweli wa kufanya istighfar. Yeyote ambaye anataka watoto, kuna watu wamenyimwa watoto, Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka afanye istighfari sana, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakupa, atakufungulia kila kitu. Ukiwa na maradhi, fanya istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala atayaondoa maradhi yako. Ibadallah, istighfar. Kila sote tutakapokuwa inabidi tufanye istighfari sana ili amani iendelee kubaki na sisi. Ibadallah, amani ikiondoka mambo yanakuwa si mazuri kwetu sisi sote, mambo yanakuwa si mazuri. Ibadallah, al-istighfar. Na nini istighfar? Ni kutaka msamaha kwa Allah, talabul maghfirah min Allah, ni kutaka msamaha kwa Allah na kukiri madhambi uliyofanya. Madhambi uliyofanya unayakiri, na ukikiri dhambi uliyofanya utakiwi kurudia hilo dhambi ulilofanya. Wa tauba ila Allah azza wa jalla, na kutubia kwa Allah fi tarki dhunub wa mujanabatiha, kuacha madhambi na kujiepusha na madhambi, wal maasi wa fil qiyami biibadati Allah, basi na kusimama na ibada za Allah, fa huwa istighfarun nafi'. Ukisimama na ibada za Allah, hii ni istighfari ambayo yenye manufaa, wa huwa min asbabi daf'il bala, na ni sababu ya kuzuiliwa tusipata na mabala, wal mihan, na mitihani mbalimbali, wa min asbabi dawamil amn wal istiqrar, na ni sababu ya kubakia amani, na ni sababu ya kuendeleza kutulizana sisi wenyewe. Ibadallah, al-istighfar. Sasa istighfar zetu zikiwa pamoja na kuficha baadhi ya madhambi, tunafanya istighfar lakini kuna madhambi tunafanya sisi kama sisi tunafanya madhambi, kad yakunu sababa ilhaqi dharar, inawezekana ikawa ni sababu ya mtu kukutana na madhara kwa kile anachokifanya. Anafanya istighfar lakini kuna madhambi mbalimbali anayoficha. Huyu mtu anawezekana akapatwa na madhara min qibalillah, kwa upande wa Allah, bi anna Allah azza wa jalla ja'ala ad-du'a wa talabu al-maghfirah. Allah amejalia dua na kumuomba yeye msamaha. Allah amejalia ni nini? Mardudan, atajalia hii dua yake kwa sababu anaomba na hali ya kuwa anafanya madhambi, anaomba istighfar kwa Allah, anaendelea kufanya madhambi. Allah atajalia hii dua yake ni mardudan, sio makubula, haitukubaliwa msamaha wake, atarudishiwa kama ilivyo na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo akapata madhambi. Ibadallah, idha kana ad-da'i musirran ala athami wal awzar, ikiwa mtu anaficha madhambi na makosa mengine, inakuwa istighfar yake ni yenye kurudishwa. Faya ma'ashara almuslimin, akthiru min istighfar, tukithirishe katika istighfar hali ya kuwa tupo hadhir, yani tupo tu nyumbani au tupo safarini, usiku walaili wanahar, usiku na mchana, tukithirishe istighfar. Fa innal lisan idha dawam, hakika ya ulimi pindi unapodumu na istighfar, ala hadha dhikr al-azim wa ala hadha ad-du'a al-karim, maana kumomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, fa inna lahu sha'nun biidhnillah, utapata kitu chochote kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yuhram min hadha al-istighfar, na kwa hili wananyimwa hii istighfar. Kuna watu wamenyimwa hii istighfar, inawezekana ikawa ni mimi au wewe umenyimwa hii istighfar, ambaye ulimi wake umefungwa, ulimi wake kumtaja Allah, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo wake umepigwa na ghafla, moyo wake na ghafla, yani yupo katika ghafla, yeye anajiona bado yupo. Wananyimwa watu kama hao. Fakunu hadha alkhair, fakunu ala hadha alkhair alazim,
tuwe katika heri hii, kuweni katika hii kheri hii al-azim. Ibadallah, kadhalika aidha min a'zami asbab al-aman wujud al-anbiya, miongoni mwa sababu, tumesema miongoni mwa sababu za kubakia amani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata sheria zake na kumwabudu na kufanya ikhlas, tusije tukafanya shirki mbalimbali na mambo adhalalati wal bid'ah, tusije tukayafanya. Jambo la pili ni al-istighfar, watu kufanya istighfar sana sana, na si watu kwanza kubezana kuchezea amani, la wallah. Bali jambo la tatu miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha amani kuendelea kubaki katika huu ulimwengu, al-anbiya war-rusul, ni manabii na mitume, wao ni sababu ya kubakia amani katika huu ulimwengu. Qala Allahu fi kitabihi al-karim mubayyana fi nabiyina alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa mtume wetu alayhi salatu wassalam, ma kana Allah, hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala liyu'adhibahum wa anta fihim, ni kuadhibu wao hali ya kuwa wewe upo hapo. Na hii ilikuwa ni Makkah. Allah hakuwa ni wenye kuadhibu wale watu wa Makkah ambao walikuwa wanamchokoza, wanamfanyia maudhi mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yumo ndani yamo mule. Undhuru ibadallah, undhur ila hadha an-nafi, ma kana Allah, angalia hii nafi, Allah amekanusha, ma kana Allah liyu'adhibahum ay kuffar quraish qad kafaru bihi walakin qala ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah amepinga kabisa kuadhibu makafiri hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ndani yake. Undhuru ar-rasul baina adhhurihim, na mtume sallam yupo ndani wao pale baina adhhurihim, yani yupo na wao hali ya kuwa yuko nao, hawezi Allah subhanahu wa ta'ala akawadhibu. Na hii ni sababu ya kubakia amani. Falamma hajara ar-rasul alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alipohama kutoka Makka kuelekea Madina, nini kiliwakuta? Jaa kufaru Quraysh, makafiri wa Quraysh walijiliwa na nini? Jaahum raful aman, iliondoka amani ambayo walikuwa nayo, wa dhahaba al-istiqrar, utulivu kaondoka. Jaahum, walijiwa na wao na hofu ikawa imewatanda wao, wanazalat bihimul masaib, misiba mbalimbali, matatizo mbalimbali yaliwashukia watu hawa. Na sisi tukaendelea kuchezea amani ambayo tuko na mambo mbalimbali, masaib mbalimbali, matatizo mbalimbali yatatukuta sisi, hofu na njaa yatatukuta sisi, tutawasababishia na watu wengine ambao walikuwa wahusiki. Na inawezekana ni mtu mmoja tu anayefanya hivi. Subhanallah. Ibadallah, mtume sallallahu alipohama kuelekea Makka, walishukiwa hao makafiri wa Quraysh kwamba kuondoka kwa amani, kuliondoka amani yao iliondoka, na wakajiwa na hofu katika mioyo yao, na ikashuka matatizo mbalimbali. Ibadallah, na baada ya hapo pindi mtume sallallahu alayhi wasallam hatta futhat Makka, ilipofunguliwa Makka, ndo wadakhaluha fil islam, na wakaingia katika Uislamu watu wale, ikarejea amani, watahaqqaqa al-istiqrar, na wakapata uhakika wa kutulizana katika Uislamu, wakapata uhakika wa kutulizana bihamdillahi rabbil alamin. Undhuru ila adhimin wujudi al-anbiya war-rusul, angalia kwanza huu ubora wa kuwepo manabii na mitume katika kaumu zao, katika watu wao. Ibadallah, wa rasuluna alayhi salatu wassalam qad ja'alahu Allahu amana lilmu'minin, na mtume sallallahu alayhi wasallam amejaliwa kuwa ni amani kwa waislamu, kwa waumini, kuwa ni amani, wa amani yantafi'u bihi alkafirun. Na hii amani ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amejaliwa kwa waumini, wananufaika nayo na makafiri, hii amani. Na sisi sasa hivi tunaona amani imetulizana katika ulimwengu, ni kwa sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam kujaliwa kwake yeye kwetu sisi. Limadha? Fahadhihi dunya faqat, na makafiri wenyewe ni katika amani tu ya hii dunia faqat. Kesho akhira hawatakuwa na amani, wa amanun fil akhirah fala, amani akhira wenyewe hawatopata amani akhira makafiri. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim,
Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatuja kutuma wewe isipokuwa na rahma kwa wana ulimwengu wote, mu'minahum wa kafirahum, insahum wa jinnahum, wote wanapata amani kwa kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini makafiri kesho akhirah hawatapata amani eti wasiadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la wallah, bali hawatapata amani ni hapa duniani tu. Wal aman biwujudi ar-rasul amanun adhim, na amani kuwepo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni amani kubwa sana ibadallah. Wabima anna ar-rasul قد انتقل الى ربه قد ارتحل الى ربه, na mtume sallallahu alayhi wasallam ametoka ameenda kwa Mola wake, bi maana mtume sallallahu alayhi wasallam amefichwa sasa hivi. Faqad baqiya al-amanu fi bi'thati, amani imebakia katika ule utume wake, imebakia amani. Wa fi risalati, ujumbe aliyokuja nao amani ndio ipo mle. Tukisema hivyo ni nini? Arsalahu Allah biha wa hiya mustamilatun, hai amani imekusanyana, ipo imekuwa ni nyingi, ala alqur'ani was sunna, katika Qur'an na sunna amani inapatikana. Watu wakifuata Qur'an, ukweli wa kuifuata Qur'an, amani inapatikana, na watu wakisoma sunna as-sahih ambazo ni sahihi, amani ipo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akashasema ala anna sunnatul mutahhara faman qabila alaiha, atakayekubali hii Qur'an na sunna waqama bihima, na akasimama nazo vizuri kabisa, ala wajhin yurdi Allah, katika namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia. Kuna wengine wamechukua Qur'an lakini si katika namna anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wamejifanyia kwa wao Islam lakini si katika namna ya Allah subhanahu ambao anairidhia. Ibadallah, atakayefanya hivi katika njia ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia, fa innahu sayu'ta al-aman al-akbar fi dunya wal akhirah, atapewa amani kubwa sana katika hii dunia na kesho akhirah. Ibadallah, wa ala hadha fahani'an liman kana ma'a al-Qur'an al-Karim, pongezi kwa yule ambaye yuko na Qur'an anaisoma, wa ma'a sunna, na yule ambaye kashikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukisema pongezi kwa yule ambaye yuko na Qur'an, ni mtu ambaye anaisoma Qur'an na kuifanyia kazi Qur'an, kutaka Qur'an, yani anafanya kama Qur'ani inavyotaka. Huyu mtu pongezi kwake. Kwa sababu gani? Atakuwa na amani katika hii dunia na kesho akhira atakuwa na amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa utashikamana na Qur'ani kama inavyosema. Lakini ukienda kinyume ukajifanyia unavyotaka, ukaingiza shirki katika dini ya Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala ashatuambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, wewe ukaleta bid'a zako, shirki mbalimbali, wewe hutakuwa na amani kesho akhirah. Ibadallah, wa'ada Allahu alladhina amanu, angalia Allah subhanahu wa ta'ala alichokisema kwa waumini, qala rabbuna fi kitabihi al-karim, na hii ni kwa watu ambao watashikamana na Qur'an na wakasimama vizuri wakaitendea kazi. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat, Allah amewaahidi wale ambao walioamini miongoni mwenu, si kumbe si watu wote ambao wamemwamini Allah subhanahu, miongoni mwenu, wa'amilus salihat, na wakatenda matendo ambayo ni mazuri, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablikum, atawapa ukhalifa katika hii ardhi, uongozi katika hii ardhi kama alipowapa uongozi wale ambao walikuwa kabla yenu nyinyi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, Allah ataisimika dini yao ambayo ameiridhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah tabadilisha baada ya hofu waliokuwa nayo amani, watapewa amani. Lakini bisharti ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu mimi wasinishirikishe na chochote. Ibadallah, kumbe kumwamini Allah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila kumshirikisha, hii ndio amani fi dunya wal akhirah. Na ikiwa sisi tunataka Allah aimakinishe dini yetu, tusije tukachanganya dini yetu na shirki mbalimbali na bid'a mbalimbali. Ibadallah, bid'a hazifai, watu waache mabid'a,
watu waache mashiriki mbalimbali ambayo wanayofanya, kutufu makaburi, watu waache. Ibadallah, amani kama tunaitaka amani na kama tunataka dini yetu iwe na nguvu, ni tufanye Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Tuwe na amani, tuwe na imani kumwamini Allah, na tufanye matendo ambayo ni mema. Unaweza ukawa una imani, unamwamini Allah, lakini huna matendo mema. Wewe unafanya maovu lakini una imani, unamwamini Allah, unazini, unafanya mambo ya ajabu mengi, wewe bado Allah atumakinisha dini yako kwa hivyo ulivyo. Ibadallah, hakadha ja'ala Allahu al-aman wal intishar al-islam. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hivi amani na kuenea kwa Uislamu, huu Uislamu kuenea kwa sababu wa qiyamul khair, na kutengamaa kwa khairi mbalimbali. Ja'alahu Allahu bil imani wa bil a'mal. Allah amejalia kwamba ili amani iendelee kuwepo, ili kila kitu kiende sawa, ni watu kuwa na amani, kuwa na imani, kumwamini kwanza yeye Allah, wa bil a'mal, na kuwa na matendo as-saliha, kuwa na matendo ambayo ni mema. Ibadallah, sisi sote tunajijua matendo yetu inabidi tubadilike. Ibadallah, maadamu sisi bado tupo katika uhai, inabidi tubadilike kama tunahitaji amani. Ibadallah, undhuru ayuha almuslim, ma indaka min al-a'mal, nini unacho wewe katika a'malu salihah, madha tasna, nini unachokifanya wewe, madha taf'al, nini unachokifanya wewe, hal anta min arbabil aman, je wewe ni katika wale watu wenye amani, wadaiha, na unaitekeleza amani kama ilivyo? Je, wewe umepewa dhamana ya amani, watu wamekudhamini kwamba wewe utawapa amani, utawalinda? Je, unatekeleza kama ilivyo au unawapa hofu? Ibadallah, hal anta min arbabi sidqi wal wafa bihi, je wewe ni katika watu wa ukweli na unatekeleza ukweli? Wewe unatekeleza ukweli? Wewe ukisema ukweli unatekeleza? Ibadallah, hal anta min ahlul adl alladhi ja'alahu Allahu fi ibadihi, wewe ni katika, je wewe ni katika watu ambao ni waadilifu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kwa waja wake? Min a'zami asbabi baqa'il aman, katika sababu ambazo ni kubwa sana amani kubakia kwa watu katika jamii yetu. Wa dawamil aman, na kudumu amani ni kuwa na uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kakupa wadhifa fulani, wewe watu wanakufuata, watu wanakuangalia wewe, inabidi uwe mwadilifu. Ukiwa na adala, amani itakuwepo. Tunamuona Umar alihukumu watu kwa uadilifu mpaka akalala bila hata ya mtu ambaye anayemlinda, akalala akatulia, ana amani, bimaana alihukumu kwa uadilifu. Bila uadilifu hakuwezi kuwa na amani, inabidi watu wao waadilifu. Na tukisema waadilifu, kwa wale wa hukumu, wenye kuhukumu na wale wenye kuhukumiwa pia waadilifu. Kama kosa ni la kwako, inabidi ukubali, usiwe ni mjeuri unakiuka. Inabidi kumfuata yule kiongozi ambaye anasimamia mambo yetu, kumfuata ni wajib sawa, au hata kama akiwa ni mtumwa ambaye anayetuongoza, ni wajibu sisi kumfuata ili amani endelee kubaki na sisi. Hata kama sisi amana zetu, yani mali zetu zinachukuliwa, lakini kuna kitu ambacho tukianzisha vurugu, amani itakuwa hamna. Inabidi sisi tuchifanye lile jambo ili tuendelee kubakia na amani. Ibadallah, amani awalan, amani. Na sisi tupo katika nchi yetu ya Tanzania, kuna amani, tusije tukaiharibu amani. Ibadallah, kwa sababu gani? Kuna miongoni mwa watu ambao ni Waislamu hawataki kujifunza dini yao, na wenyewe wanaingia katika kundi hili la kuharibu amani. La wallah, bali dini ya Uislamu imehimiza amani. Ibadallah, inabidi tuangalie sana mambo ambayo yasije kuharibu amani yetu. Wakadhalika waliman kana qa'iman bi umurihim, na yeyote ambaye atakayekuwa amesimama na mambo ya Waislamu na mambo ya watu kwa ujumla, inabidi awe na uadilifu. Fa innal adla minhum fi haqqil ibad, hakika uadilifu kwa wao ni katika haki ya waja. Akidun wa aukad, ni jambo ambalo limehimizwa sana. Ibadallah, wa wujudu adh-dhulm minhum, na kuwepo dhulma baina yao, tunadhulumiana baina yetu kwa baina yetu.
wale wenye nguvu wanawadhulumu wale ambao hawana, yani wanafanya wanavyotaka, amani lazima haitokuwepo. Min asbabi taghayyur al-ahwal wa fasadi zaman, ni katika sababu za kubadilika hali tuliyokuwa nayo. Tulikuwa na hali ya utulivu, dhulma zikiendelea, hali hii itabadilika na itafisidi zama, yani zama hizi zitafisidika, bimaana zitakuwa sio zama nzuri. Ibadallah, wakadhalika wa min asbabi hululi al-makhawif, na sababu za kuhalilikiwa, za kuletewa hofu, watu wanakuwa hawana amani, wa hululi al-masaib, na kuhalilikiwa na matatizo mbalimbali, wanaqabat, na mitihani mbalimbali, adhabu mbalimbali, ni kwa sababu hii ya dhulma kukithiri. Ibadallah, fatahqiqu tauhidullah, kuhakikiko kwa tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, wa iqamatu ubudiyatillah, na watu kusimama vilivyo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wal a'malu salihah, na matendo ambayo ni mema. Hadhihi laha sha'nuha al-azim, kuna jambo kubwa sana litakalopatikana tukiona tuna tauhid na tukisimama vizuri kindaki kama anavyotaka Allah tumwabudu na matendo mema, hapa tutapata amani wallah la mahala. Faqad ja'ala Allahu amna almuslimin qa'iman bimadha bibaqa'i biiqamati dinihim, na Allah amejalia amani kwa waumini ni kusimama na dini yao kama ilivyo. Ikiwa tutakengeuka sisi na tukaiacha dini yetu na tukawaachia watu wengine ambao si waislamu wakiharibu dini yetu, hatuko simama kama inavyotakikana, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutupa amani fi dunya wal akhirah. Limadha ibadallah, na sisi tukikengeuka tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ashasema, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Ikiwa mtakengeuka, Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha watu ambao sio nyinyi na hawatakuwa mfano wenu nyinyi. Inabidi tuwe na tuweze kumwabudu Allah kama alivyowekea sheria Allah na kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kama sisi tunavyofanya kuongeza mambo ambayo hayakuwepo, na watu wakiambiwa wanakuja juu. Limadha hadha haulai juhala fi dinihim, ni watu ambao hawana ufahamu, ni watu ambao ni wajinga katika dini yao, hawajui dini yao, bali wenyewe wakashikamana na vitu ambavyo sivyo, na hawa watasababisha amani isiwepo. Faqad ja'ala Allahu amnu dhalik, Allah amejalia amani katika jambo hili. Faja'ala Allahu ad-dunya al-muslimi salihatan وتدوم لهم بإقامة دينهم. فمن أراد أن يقيم دين الله، ناتكيتاك كسممش دين الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح دنيا، نأكتاك الدنيا ياك إكاوة سوا نجو ياك أفاني أسمامي فلا بد أن يكون كما أراد الله، نلازمه awe kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, wa kama hakama Allah, wa kama dallat alayhi sharia, kama sheria ya Uislamu ilivyojulisha inabidi uwe hivyo. Wajaa bidhalika rasuluhu alayhi salatu wassalam, kwa sababu hiyo ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala akamleta Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja kuwasimamia watu wafanye ibada. Na ukiwa ukishaambiwa kwamba usifanye hivyo, Mtume alayhi salatu wasalam hajawahi kufanya hivyo, inabidi uache. Tawaqqaf, acha. Alafu nasema intahaitu, nimekoma. Kwa nini wewe ukiambiwa hapo unafanya inad? Ndio kwa maana Uislamu sasa hivi tumekuwa tukidhalilika na dini yetu. Hii dini inawapa watu wanakuwa na izza, watu wana utukufu, na tumeondoka katika utukufu wetu kwa sababu ya kutaka vitu ambavyo viko mikononi mwa watu. Subhanallah, dini yetu yenyewe ishajitosheleza. Maashara almuslimin, inna min asbabil aman ma qalahu rasul alayhi salatu wassalam, miongoni mwa sababu za amani ni haya maneno aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam, man asbaha aminan fi sirbihi, atake pambaukiwa hali ya kuwa ana amani nyumbani kwake,
wa maafa wa muafa fi jasadihi, na akawa na afya katika mwili wake, ma'ahu qutu yawmihi, na ana chakula cha siku yake ile, faka annama hizatu lahu dunya, kana kwamba yeye kashaimiliki dunia, kapewa dunia yeye. Subhanallah. Haya maneno ni mafupi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia hii ndio amani. Atakayeamka asubuhi ana amani, yani hawana mambo ya kumsumbua, alafu ana afya katika mwili wake, alafu ana chakula cha kumtosheleza siku yake yote ile, huyu ni kana kwamba amepewa dunia. Hakadha ar-rasul yubayyin anna amana an-nas, hakika amani ya watu fi tanaqulatihim wa taharrukatihim. Tanaqulatihim yani mambo wanayofanya kutoka hapa kwenda huku ni amani hiyo, na zile harakati zao wanazofanya za kimaisha. Wa fi laylihim wa fi naharihim, na mchana wao na usiku wao, ile amani inayopatikana. Anna hadha ata adhim, huku ndo kupewa ambako ni kukubwa sana. Watu inabidi washikamane. Yasiru ashabuhu wa yasiru ahli man u'tiya lahum, wanakuwa wanapita watu wa hiyo waliopewa amani, na watu ahlu man u'tiya ambao wamepewa lahum hadha. Yasiru min manahahum Allah wa tafaddala Allah alayhim bi ni'mati wasi'ah, Allah anakuwa amewafadhilisha na neema ambayo ni kubwa sana. Fakunu harisin, kuweni nyinyi ni wenye hirs, wenye pupa, ala dawamil amn, juu ya kubakia amani, wal istiqrar, na kuibakisha amani na utulivu, mbakishe utulivu. Wahafidhu alayhi bil asbab, ifadhini amani kwa asbabu za kuendelea kubakia amani. Sina nyinyi mnafuata watu ambao sio, na yeyote ambaye akikengeuka amani anataka kuleta machafuko yoyote, huyu kachoka kuishi, ni juu yake kuuawa. Mtu ambaye kachoka kuishi inabidi auawe, anaanza kuharibia amani, amechoka maisha, amechoka anataka kuharibia wengine maisha, inabidi mtu kama huyu auawe, hana faida katika jamii, anaeneza machafu na machafuko. Ibadallah, jambo hili inabidi tuhifadhi sana amani tuliyokuwa nayo. Ala wa inna min adillati al-azima fi bayan al-aman na wadhahabihi shay'an fa shay'an, katika dalili ambazo ni kubwa ambazo kuonesha amani, kubakisha amani au kuondoka kwa amani kidogo kidogo, ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni amanatu li ashabi, Mtume alikuwa ni amani kwa masahaba. Kwa sababu gani? Masahaba wanajifunza dini kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakachosema Mtume sallallahu alayhi wasallam wenyewe walikuwa hawana shaka, wanakuwa na amani, yani walikuwa na amani na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema akishaondoka yeye awatabakia masahaba, hao masahaba ndio watakuwa na amani kwa watu wao, kwa umma wake, hawa umma wake ambao ndio sisi tunapata amani kwa masahaba. Ikiwa masahaba akisema na tunajua huyu ni sahaba, haihitaji kupinga. Kwa sababu gani? Yule ndo amani yetu, amechukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dini kama ilivyo, na masahaba wakawaachia wale ambao waliofuata katika ihsani, katika mambo ambayo ni mazuri, na ikawa ni wenyewe ni katika amani. Na sisi maulama wal ulama, maulama wetu ni amani kwetu sisi, tunapata amani kwa maulama wetu, bimaana wa maulama ambao tunawaamini hawa wako vizuri, wanatupa amani, na wenyewe wanasema tumechukua kwa kina kadha, ukina maulama fulani, na sisi tumechukua kwa masahaba, na sisi masahaba na wenyewe wanasema tumechukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni amani kwa masahaba, na masahaba wamekuwa ni amani kwa watu ambao waliofuata tabi'ina, na wale tabi'ina wamekuwa ni amani kwa maulama ambao waliofuata, na sisi tunapata amani. Kwa sababu gani? Kutakamana na machafuko na mambo mbalimbali. Ibadallah, man arada wa rawahu al-Imam Muslim, kama tulivyosema Imam Muslim amepokea hadithi hii kwamba mbingu ni inapata amani, yani inakuwa na amani. Amanatu an-nujum amanatu lis-sama, kwamba mbingu amana yake nyota zinakuwa amana ya mbingu. Wa idha dhahaba an-nujum, inakuja kitu ambacho kinakaa mbadala wa nyota ambaye ni jua. Ibadallah, na Mtume sallallahu alayhi akasema yeye ni amani kwa masahaba zake, na baada ya yeye masahaba ni amani kwa umma wake. Walihadha
هذا الحديث حديثه العظيم بين لنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي أنه سبب الأمانتين اثنين. Mtume sallallahu amepewa amani mbili. Al-ula, amani ya kwanza, al-amanu am yastamilu al-muslimin wa yastamilu al-kafirin. Amani ya kwanza, amani ambayo ni am ya wote ambao wanakusanyika makafiri na waislamu. Na tumesoma na aya kwamba mtume ametumwa ni kwa rehema kwa viumbe wote. Mtume sallallahu amepewa wa amanun khasun ala wa huwa qawluhu ana amanatu li ashabi, na kuna amani khasa ambaye anasema mimi ni amani kwa masahaba zangu. Kutokamana na nini? Ar-rasul alayhi salatu wassalam ja'alahu Allah wujudahu sababan lidukhuli fil islam wa sababan istiqamati ahwalihim wa salahi al-ahwal wa sababan thabatihim ala ad-din. Ni sababu ya masahaba kuthibiti katika dini, walipata amani kwa Mtume sallam. Ni sababu ya masahaba kuingia katika Uislamu kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sababu ya masahaba kuwa na msimamo, na ndio kwa maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka kwa Mola wake, alipochukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, masahaba walibakia kuwa kama walivyokuwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale walioritadi wengi walikuwa ni wanafiki, hawakuwa Waislamu, bali masahaba walipata amani kwa nani? Kwa mtume wao alayhi salatu wasalam. Falamma tuwfi alayhi salatu wasalam thumma irtadda man irtadda min al-arab, wakaritadi walioritadi katika Waarabu iyadhan billah. Fahadha misdaqu qawlihi ana amanatu li ashabi, mimi ni amani kwa masahaba zangu. Walioritadi wote hawakuwa katika masahaba, walikuwa ni wanafiki. Wa thabata as-sahabati wal muhajirin wal ansar. As-sahaba, masahaba wakathibiti. Wa thabata as-sahaba wal muhajirin wal ansar, maansari na muhajirin thabatu ala ad-din, walikuwa na thabati katika dini. Lam yughayyiru wa lam yubaddilu, hawakubadili wala hawakutofautiana na alichowafundisha mtume alayhi salatu wassalam. Bimaqalati bali walisimama bimaqalati ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam walisimama au masahaba bimuqatalati almurtaddin, kwa kupigana na wale ambao walioritadi, hatta rajau ila alislam walhamdulillah, mpaka waliporejea katika Uislamu. Ibadallah, wa hasala baada mautihi min alkhilafa, na ikatokea baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ukhalifa, ma hasala ila ghairi dhalika, yale yaliyotokea katika uhalifa na vinginevyo. Mimma hasal hadha misdaqu qawlihi wa ana amanatu li ashabi. Hii ndio kauli ya kusadikisha kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mimi ni amani ya masahaba zangu. Qala ashabi amanatu li ummati, na akasema masahaba zangu ni amani kwa watu wangu. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharh sahih Muslim, qalat al-ulama fi maana wa ashabi amanatu li ummati, wamesema mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba masahaba ni amani ya umma wangu, qala amanatu lahum min al-bid'i wa min al-fitani wa min al-bid'i wa min al-khilafat, miongoni mwa bid'a na fitna mbalimbali, masahaba ndo amani yetu. Ikiwa masahaba hawajafanya, sisi hatufanyi. Ikiwa masahaba wamefanya, sisi tunafanya. Ni juu yetu kufuata, wala yambagi alaina an natabi'u wala an nabtadi'u. Hai inatupasa sisi tufuate na tusizue sisi. Ibadallah, bal walaqad kana as-sahabatu hisnan mania, walikuwa masahaba ni ngome yenye iliyokuwa yenye kuzuia. Masahaba wamekuwa ni ngome. Kana as-sahabatu radiyallahu anhum hisnan manian wa awwal man yadkhulu fi hadha thana, kwamba masahaba walikuwa ni ngome yenye kuzuia mambo haya, mafitna mbalimbali, yani mambo ambayo na bid'a mbalimbali. Na wa kwanza ambao wanaingia katika hadithi hii ala sahaba, katika masahaba, annahum kanu aminan li umma, ambao wamekuwa ni amani ya umma huu. Wa kwanza katika masahaba, wa awwal man yadkhul fi hadha alhadith alkhulafa ar-rashidun, ni wale makhalifa al-arba'i, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum, qad jara ala aydihim min
khair, imepitika katika khairi mbalimbali katika mikono yao. Ibadallah, inatupasa sisi sote tuwe na dini, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ndo tutakuwa na amani fi hadhihi dunya na kesho akhirah. Wal aman wal islam, aman wal islam wa nashr ad-din, na kueneza dini. وأقاموا الجهاد ورضي الله وأقاموا الجهاد, walipata aman na wakabakia katika Uislamu na walieneza dini masahaba. وأقاموا الجهاد, walipigana wakasimamisha wakawa na mapigano kwa watu ambao wameritadi. radiyallahu anhum wa tahaqqaqa ala aydihim min anwa'il khair ma tahaqqaqa almuslimin walhamdulillah, ili hakikika katika mikono yao aina za amani, aina za khairi mbalimbali ambazo zinahakikika kwa Waislamu. Walhamdulillah. Walihadha ma'ashara almuslimin, as-sahaba radiyallahu anhum kanu amanat liannahum, wamekuwa ni amani kwetu sisi. Kwa sababu gani? Liannahum kanu yad'una ila alkhair, walikuwa wanalingania watu kwa waingie katika khairi. Wayuhadhiruna min ash-sharri, wanahtahadharisha shari mbalimbali. Kanu ala alhaq almubin, walikuwa wapo katika haki ambayo ni wazi kabisa. Kanu humata ad-din, walikuwa ni watu wenye kuihami dini hii. Wadu'ata al-islam, walikuwa ni walinganizi watu kuingia katika Uislamu. Walqaimina bihuquqi allati lillah, na walikuwa wamesimama na zile haki ambazo ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallati liibadillah, na haki ambazo ni za waja wa Allah. Fanafa Allahu bihim ayyama naf'i, Allah katoa manfaa kupitia wao, manfaa mbalimbali. Ibadallah, na sisi tukikengeuka dini tutakosa amani fi dunya wal akhirah. Wa hakadha ja'ala Allahu al-ulama, Allah amejalia maulama rabbaniyun was-salihin wal-awliya al-muttaqin min ibadihi. Allah amejalia maulama ambao ni wema na mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wacha Mungu katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alahum sababan libaqa'il amn wa istiqraruhu, amejalia ni sababu ya kubakia amani na kuendelea amani, kutulizana, watu kuwa na utulivu, na watu wajue ya kwamba mkiona amani bado inaendelea kubakia ni kwa sababu ya hawa maulama ambao wanafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwa sababu hiyo, na ni kwa sababu ya wale tulabul ilm ambao wanajifunza al-ilmu ash-shar'i, elimu ya kisheria. Hao ndio sababu ya kubakia amani, na isije kadhanikana kwamba ni nguvu ya mtu fulani, eti mtu fulani ana nguvu sana ndio amani inabakia. La wallah, bali ni kwa sababu ya watu hawa ambao wamerithi kitu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameshaondoka akaacha al-Qur'an wa sunna, ambao wanashikamana na hii ndio ambao wanaendeleza kubakia amani. Na tusiwadharau, kuna miongoni wa watu ambao wana akili fupi, ambao wao wanaona mtu akiwa anasoma dini wanamdharau, ni mtu ambaye akakosa. La wallah, bali hawajui mtu ambaye anayesoma dini yupo katika nini. Ibadallah, bali utawezekana ukashangaa anayedharau hivi ni Muislamu, ni Muislamu kabisa, Muislamu yeye anajiona kujifaharisha na kumfundisha watoto wake katika mambo haya ya kisekula kwamba ndo jambo ambalo yeye kaamua. La wallah, bali hatukatazi watu kujifunza mambo haya, lakini awalan at-tauhidullah, vijana wajue tauhid ya Allah, vijana wajue al-Qur'an, nini imesema Qur'an, vijana wajue sunnatul mutahhara, wa vijana wajue. Ibadallah, قال الله سبحانه وتعالى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لو الله سبحانه وتعالى asingeweka kizidi baadhi ya watu wengine kwa baadhi ya watu wengine, kungefisidika katika ardhi. Lafasadatil ardh, ardhi ingefisidika, ay bil qatl wal qital, kuua na yani kwa mauaji, ingefisidika ardhi kwa mauaji. Wa qat'u at-turqat, na wale majambazi kwa wengi, Allah singeweka hivyo. Wa shirki, na zingejaa shirki mbalimbali. Wa qat'u at-turqat wa shirk
والكفر والبغي والظلم وغير ذلك. mashirki na dhulma mbalimbali zingetapakaa katika watu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala asingewazuia watu baadhi yao kwa baadhi nyingine, yangetokea haya. Fani liman kana minas salihin, pongezi kwa wale ambao ni katika wema. Waliman kana minal muttaqin, na wale ambao ni katika wacha Mungu. Waliman kana minal ulama almutamassikina bid-din, na wale ambao katika maulama ambao wameshikamana na dini. Ibadallah, yatupasa sisi sote tushikamane na dini na tusije tukadharau watu ambao wanajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inabidi tuwape heshima yao, kwa sababu ya kubakia kwa amani ni kwa sababu ya watu hawa ambao wanajifunza dini, ambao wanafundisha dini ya Allah. Al-ulama sahha anil Hasan al-Basri, imepatikana kwa Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala idha mata al-alim andalama fil islam dhulm, ikiwa akifa alim mmoja katika Uislamu kuna kuwa na kiza katika Uislamu. La tusad ma taaqaba al-layl wan-nahar, hakutozibika pengo hilo la huyo alim pindi jua, yani pindi inapofuatana jua usiku na mchana halitozibika. Na sisi ni mashahidi. Nani ana uwezo kuziba pengo la Ibn Baz rahimahullahu ta'ala? Nani ana uwezo wa kuziba pengo la Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala? Hakuna anayeweza. Kule kufuatinika usiku na mchana, kutwa na usiku na mchana, hawawezi kuziba mapengo ya watu hawa. Na kila alim yeyote atakayokufa katika Uislamu huu, kuna kiza kinakuwa, na kiza hiki hakiwezi kuzibika yeyote ambaye ni katika maulama. Ibadallah, fawujud alulama alladhina yanshuruna alhaq, kwa kuwepa maulama ambao wanaeneza haki, wal istiqamati ala din, na watu kushikamana na din, watamassuk bil islam. Maulama hawa wanafanya kwamba watu kushikamana na Uislamu sana, wa ila itibai sayyidil alamin, na watu kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Maulama hawa wanafanya kazi hiyo, wajue ya kwamba inabidi washikwa sana watu hao kwa uzuri, na inabidi waheshimiwa. Al-ulama alladhina hum ala hadha wujuduhum sababun libaqa'i al-amn wa dawamihi, na maulama ambao wapo katika hii kwamba wanafundisha Uislamu, watu washikamana na Uislamu, watu wamfuate mtume alayhi salatu wassalam. Maulama hawa ndio sababu ya kubakia kwa amani na kudumu kwa amani. Ibadallah, walihadha qala man qala inna Allaha yadfa an hadhihi al-umma al-adhab. Allah subhanahu wa ta'ala anazuia kuishusha adhabu kwa umma huu birihlati ashabil hadith, kwa ile misafara ya watu wa hadith, watu ambao wanakusanya hadithi. Allah anazuia adhabu zake kwa umma huu kwa ajili ya watu wale, kwamba asiwaadhibu. Fa idha wujida man yuallim din Allah, atakaye pindi patakapokutwa anajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yata'allam shar'a Allah, na ambaye anafundisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa hadha min asbab dawam al-amn wa baqa'ihi wa salihul ahwal wa istiqamatiha. Na hii na hawa ndio sababu ya kudumu kwa amani kwetu sisi, na ndio sababu ya kubakia kwa amani, na ndio sababu ya hali kuwa safi, hali kuwa nzuri, na ndio sababu ya kutulizana. Ibadallah, fama ajwat almuslimin, na kuna haja kwa Islam ila an yakuna arifina alimin, wao wanajua arifina alimin, wao wanajua mambo haya, ila wujudi ulama, wajue uwepo maulama. Lakini shangaa na Waislamu wa sasa, Waislamu anaweza akamfadhilisha kafiri, asimfadhilishe mtu ambaye ameshikamana na dini, asimfadhilishe mtu ambaye kaibeba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kwa nini yasishuke mabalaa kwetu sisi? Kwa sababu mnafanya hivyo. Sote tunajua amani itaendelea kubaki kwa kuwadharau maulama. La wallah, bali watu inabidi wajue ila wujudi ulama,
kuwepo kwa maulama rabbaniyin wa ila wujudi du'atu ila Allah, wajue uwepo wa watu ambao wanalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila wujudi tullabil ilm, wajue kwamba uwepo wa wanafunzi ambao wanajifunza, yakumuna bima yakumu bihi ulama, wanafunzi hao wanasimama kwa mambo yale ambao wanaosimama nayo maulama, lazima waweze kujua. Wayakumuna bima yuwajjihuna bihi min as-sa'i ila islahi baina an-nas, na wanasimama na yale mambo ambayo yanaelekeza watu kuwa safi, watu kufanya haraka katika kutengamaa baina an-nas, wa fi nashri al-khair, wa kueneza khair baina an-nas, baina watu. Falillahi alhamd ala wujudi man yujad, na tunamshukuru Allah kwa kuwepo kwa yule aliyekuwepo min al-ulama waman na yule ambaye nasiri al-islam, na wale ambao wanaoeneza uislam, waman nashri al-khairi, na ambao anaeneza khairi baina an-nas, baina ya watu. Tunamshukuru Allah kwa kuwepo kwa watu haya. Kwa sababu gani? Ndio sababu ya kudumu amani. Anna ar-rasul alayhi salatu wassalam qala innama turzaqun wa tunsarun bidhu'afaikum, hakika nyinyi mnanusuriwa nyinyi na adhabu za Allah, na mnaruzukiwa nyinyi hizi riziki mnazoona mnazipata bimadha bidhu'afaikum, kwa wale ambao ni madhaifu miongoni mwenu. Kuna watu ambao ni madhaifu katika sisi, na sisi ndio tunaruzukiwa kwa hawa, na tunanusuriwa na adhabu za Allah, na tunapata amani kwa Allah kwa sababu ya hawa. Bimadha bid'awatihim wa ikhlasihim wa salaatihim ad-du'afa huna, na ni kwa sababu ya dua zao na ikhlas zao. Tunajua watu ambao ni madhaifu wanakuwa ni watu ambao wana ikhlas ya hali ya juu. Tunajua hivyo watu ambao hawana kipato, akiwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anamwabudu kwa ikhlas na anamuomba Allah sana, dua zao zile ndio zinafanywa sisi tunaruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio zinafanywa sisi tunusirike na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhu'afa huna, Mtume sallallahu aliposema innama turzaqun wa tunsarun bidhu'afaikum, hakika mnanusuriwa nyinyi na mnaruzukiwa nyinyi kwa madhaifu. Nini almaqsud ani dhu'afa? Nini maksudia ya madhaifu? Al-dhu'afa huna alladhina yastad'ifuhum an-nas, ni wale ambao watu wanawaona wao ni madhaifu bikillati ma biaidihim, kwa ule uchache ambao walichukua nayo katika mikono yao. Ule uchache watu wanawaona si kitu, si lolote, si chochote. Minal mal, ambao wana mali kidogo, fayastad'ifuhum, waona kwamba ni madhaifu wa watu, ni madhaifu kwa sababu ya vile wa madha wayastanqisuhum, na wanawadogesha watu hao, wayahtaqirahum, na wanawadharau watu hao. Man kana jahila, mtu ambaye amekuwa ni jahil, ambaye ni mpumbavu, hana akili, hajui dini yake vizuri, ndio anawadharau watu hawa, watu ambao ni madhaifu, na hajui kwamba zipo kauli za Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema innama turzaqun wa tunsarun bidhu'afaikum ibadallah. Fahadha as-sinf min al-mustad'afina wa min al-fuqara min al-mal, na ili kundi la ambao wanadhoofishwa, wanaona ni madhaifu katika watu, wa minal fuqara, na wale mafakiri, minal mal, mafakiri wa mali, hum hadhihi sinf liwujudihi naf'un adhim, uwepo wa kundi hili kuna manufaa makubwa sana kwa watu. Ala alhakim walmahkum, ni juu ya kila ambaye ni hakim, ambaye anahukumu, na wale wanaohukumiwa. Ala ghaniyin wa ala an-nas, kwa watu ambao ni matajiri na kwa watu kwa ujumla. Qala innama tunsarun wa turzaqun, yukhatibu almuslimina umuma, falmalik waruasa. Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzisha waislamu wote, falmalik waruasa, wale wafalme na maraisi mbalimbali, wal aghniya ila akhiri, na wale ambao ni matajiri na wanaojiweza katika haya mambo. Subhanallah, ibadallah. Walihadha qala alulama fi tafsir qawlihi walaula daf'u Allahi an-nas ba'dhum bi ba'd, ay يدفع الله الصالح عن الطالح. لو الله سبحانه وتعالى asingo zuia, yani watu baadhi ya watu kwa baadhi nyingine, yani Allah akazuia watu ambao as-salih, watu ambao ni wema, kwa watu waovu, watu ambao wanasali na kwa watu ambao hawasali. Bihadhihi al-kalam
man yatala'ab bihi. Allah subhanahu wa ta'ala asingozuia bil alim, kwa mtu ambaye ni alim, anil jahil, kwa mtu ambaye ni jahil. Allah subhanahu wa ta'ala asingoweka tofauti kwamba hivi na hawa na hawa. Allah subhanahu wa ta'ala asingozuia watu hawa kuchanganyikana na hawa, bimaana watu ambao ni maalim maulama wanajulikana, watu ambao wanaosali wanajulikana, watu ambao ni wema wanajulikana, na watu ambao ni waovu, watu ambao hawasali, watu ambao ni majahili wanajulikana. Allah subhanahu wa ta'ala asingeweka kizuizi baina ya hawa na hawa, madha kingetokea nini? La fasadatil ard, ingefisidika ardhi kwa sababu ya kutokuweka kizuizi. Na haya maneno, wala yafrahu bihadhihi alkalam man yatala'ab bid-din, na hawezi akafurahia kwa haya maneno mtu ambaye anacheza na dini. Fa innahu wa in hasala ad-difa' anhum, hata kama ikiwa watakingwa, watu hawa watakingwa na adhabu za Allah fi hadhihi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala ametukinga na adhabu katika hii dunia kwa sababu ya watu hao as-salih wal-musalli na wal-ulama. Bila watu hawa, ikiwa watu ambao wapo katika ndani miongoni mwao ni watu ambao hawasali, watu ambao ni waovu, watu ambao ni majahili, ikiwa watapata amani katika hii dunia tu, wal akhirah watapata amani katika hii dunia, na akhirah hawatakuwa na amani. Difa'an aman fi dunya wal akhirah qad yakunu limadha, itaweza kawa wana amani tu katika hii dunia, thumma bi'iqabi yuaqab, Allah tawadhibu wakishaenda mbele yake. Bimaana yeyote ambaye hasali na mtu ambaye anasali lazima kuwa na utofautisho. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala awalinde watu hao wanaosali na wale ambao hawasali, Allah waadhibu. Mtu ambaye ni mwema na ambaye si mwema, Allah lazima aweke kizuizi cha wadifai hawa, cha kuwazuia hawa kutokamana na adhabu. Lakini sasa ikiwa ni hapa duniani, wataingia mpaka na wale makafiri wote watapata amani, lakini akhira itakuwa ni zamu yao, lazima watatumikia kwa kile walichokifanya. Ibadallah, amani, tulinde amani katika nchi yetu, tulinde amani ibadallah. Sisi tunaona kinachoendelea. Wakadhalika ibadallah, yambaghi an nakuna salihun, inampasa tuwe sisi salihin, tuwe watu wema, wa anakuna muttaqina mutamassikin, tuwe watu ambao ni wacha Mungu, watu ambao tulioshikamana bil islami jamia, watu tusikamane na Uislamu wote. Faya ma'shara almuslimin, enyi waislam, almuhafadha ala al-amn, kuhifadhi amani bil asbabi sharia, kwa sababu ya kisheria, matlubun, yani jambo linalotakikana, sharifun, ni jambo ambalo linatakikana na ni jambo ambalo ni zuri, wa matlabu adhimun, na ni jambo ambalo linatakikana kubwa sana watu kulinda amani, wa haqqun kabir, na hii ni haki kubwa sana ambayo Allah ameiweka ni lazima kwa watu wote. Faradallahu, Allah amefaradhisha watu kulinda amani ala ibadihi, wa hakadha al-asbabu dunyawiyya, hivyo na sababu za kidunia, المطلوب المحافظة على الأمن والاستقرار وتحفاظ أمان وتليف والأسباب الدنيوية. ولكن كما سمعتم كما ملبسكية لابد أن نكون هذه الأسباب تابعين، inabidi hizi sababu za kidunia zote zifuate alichoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika ma yaqulun, kwa yale wanayosema kwamba al-amn al-ghadha, kwamba amani ndio mlezi wa nafsi za watu, na amani ndio mlezi wa watu kupata chakula, mavazi na malazi na kutulizana kwa watu, ni amani. Ikhwani fillah, inabidi tuilinde amani ambayo tuliyokuwa nayo. Na miongoni na msimamo wangu kwa yule ambaye anaichafua amani, huyu mtu kachoka kuishi, hahitaji maisha, juu yake ni kuuawa, auawe mtu kama huyu, aondoke, na si kuendelea kubaki kuchafua amani, wapate masaib watu ambao hawahitajiki kupata. Tujue ya kwamba ndani yake kuna watu ambao ni wazee, kuna watoto, na mambo kama hayo waga wanachukuliwa vijana sana, na vijana ndio ambao hawajielewi sana.
mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na watu inabidi wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo na kufanya ikhlas katika ibada zao na kufanya mambo ambayo ni mema, kama tulivyosema kwamba ubudiyatillah, ikhlas lidini, kuwatu kumwabudu Allah na kufanya ikhlas kwa dini yake na kufanya a'malu salih na kufanya matendo ambayo ni mema, inasababisha amani kuendelea kubaki. Ibadallah, sote sisi inabidi tusimame kuilinda amani. Ikitokea baadhi ya watu ambao wanafanya machafuko kama haya, sisi wenyewe tuwazuie wenyewe, na sisi tusije tukaungana tukaanza kufanya hivyo. Ikiondoka amani tutajutia sana. Wala hadha, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.